Karibu mtazamaji kutazama kipindi cha Hali Halisi kutoka hapa TV Tumaini. Siku ya leo uko nami Jumanne Shaban Juma, niko na msemaji wa wafanyabiashara wa Kariakoo. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Umekuwa mtu wa kwanza kutufungulia kipindi chetu. Ni baraka za kwake Mwenyezi Mungu kukaribisha katika kipindi hiki. Vipi hali ya Kariakoo? Kwanza ukipenda kutambua jina lako. Kama ulivyonitambulisha, kwa majina naitwa Henry Ezekiel Kanje, ni msemaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Nashukuru kwa kuweza kutembelea Kariakoo siku ya leo. Kwa hiyo karibuni sana Kariakoo hapa. Mwaka 2026 Kariakoo ndo kitovu cha biashara hapa nchini Tanzania. Mwanzaji mwaka wa 2026. Mwaka 2026 tumeanza mwaka vizuri. Watu wote tayari wapo Kariakoo, huduma mbalimbali zinaendelea hapa Kariakoo. Kwa hiyo watu wapo tayari kuwahudumia watu kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, Zambia na hizi nchi zingine zote za jangwa la Sahara, lakini bila kusahau Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutoka katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo wafanyabiashara hapo tayari, naona nikipita kila mahali, mabenki na taasisi nyingine zote zipo tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Mwaka 2025 kwa Kariakoo ulikuwa ni mwaka wa majanga, mwaka ambao huwa hujatulia sana kwa wafanyabiashara Kariakoo. Tukiangalia kuporomoka kwa ghorofa ya Kariakoo, kipindi kuundwa kwa tume baada ya watu kupaza sauti kuhusiana na wafanyabiashara wa kigeni hapa nchini Tanzania, mpaka sasa tukiangalia utekelezaji wa yale ambayo mlikaa mkazungumza na viongozi wa nchi hii, yametatuliwa kwa kiasi gani au hali ikoje? Mwaka jana baada ya jumuiya kupata viongozi wapya, ndipo ambapo tulipochukua ajenda ya wageni kutoka kwa watu na kuifikisha mbele ya Mheshimiwa Rais. Wakati kipindi hicho kulikuwa kuna halfa Ikulu pale kwa ajili ya kile kilichotokea Kariakoo. Kwa hiyo mwenyekiti wetu ndugu Severin Mushi pale ndo alipopata nafasi ya kuwasilisha kero kubwa ambayo inawakabili watu wa Kariakoo, lakini sio watu wa Kariakoo tu. Nafikiri watu wamefanyia kazi na wameona kwamba kero ilikuwa ni ya kitaifa, kwa sababu watu ambao tulikuwa tunalalamikia walikuwa maeneo yote ya Tanzania. Walikuwa Dar es Salaam, walikuwa Katoro, walikuwa Mwanza na maeneo mengine. Lakini hata tunapozungumza sasa hivi bado wapo. Pamoja na kwamba tumepambana na alikuwa waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Jafo, tukapata sheria ya kumlinda mzawa dhidi ya shughuli ambazo zimeingiliwa na wageni, lakini bado kuna changamoto. Na changamoto hizi sisi kama jumuiya tumekuwa imara muda wote kuhakikisha kwamba tunafanyia kazi na tunazitatua, lakini tunataka tuiambie serikali na wadau wanaohusika wahakikishe kwamba basi yale ambayo tunayoyaleta na tunakubaliana yanatatuliwa kwa mapana yake, kwa sababu wafanyabiashara wanataka matokeo kweli kweli. Hatutaki hizi bla bla kwamba tumeenda hivi tumerudi tumetokea kule. Wafanyabiashara wanataka matokeo kweli na wanataka kuona kwamba swala la wageni linafika mwisho na wanaweza kunufaika na nchi yao kwa mapana yake. Wapo ambao wametambuliwa, wapo ambao wamerudishwa katika nchi zao. Hali ikoje sasa hivi Kariakoo? Bado mnaendelea kwa utayari wenu wafanyabiashara kuendelea kuaddress kuwapunguza hawa wafanyabiashara wa kigeni ambao mko kama wanaoaminya katika biashara zenu? Tumekuwa na operation wiki moja mbili nyuma, operation ambayo inapita kutizama kuangalia sasa utekelezaji wa sheria ile, kwamba watu wangapi labda pengine wamefikiwa ambao hawapo kwenye biashara, labda matokeo ya ile sheria yamekuaje. Lakini ukweli ni kwamba haitakuwa sawa kama tutadanganya. Ukweli ni kwamba bado tatizo lipo. Wa China specifically wamekutwa bado wako kwenye maeneo yao, na ndio watu wanaotupasua akili. Wa Tanzania wamekutwa baadhi ambao bado wanaendelea kusaidia wageni kinyaraka. Mtu anatoa nyaraka zake, anamsaidia mgeni specifically wa China kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya biashara. Na kwenye operation hiyo wamekamatwa wa China, wa Tanzania wamefikishwa mahakamani, wamepigwa penalty. Sasa wamepigwa penalty, lakini kwa kweli sisi kwenye rasimu ile ya mapendekezo tulishajua kabisa kwamba ili swala halihitaji mambo ya penalty, yani halihitaji mambo ya fedha, kwamba lingekuwa na sheria tu kwamba umekutwa hata kama ni miezi 6 basi, au kama ni mwaka, isiwe pesa au
au jela. Sasa ukishaweka namna hiyo unainyima sheria nguvu, inakuwa haitekelezeki. Kwa hiyo sisi tutarudi pale pale tena. Tumeona bunge limeanza, na nafikiri wabunge wengi wapo bungeni kule. Kuna baadhi ya wafanyabiashara, kuna wengine ni inabidi advocate waone kwamba sasa Watanzania kuna kitu wanachokitaka. Hizi shughuli ambazo tunaweza kuhudumiana sisi wenyewe kwa wenyewe ziachwe, ni reserve ya Tanzania. Kwa sababu sasa tuende wapi kutafuta kazi? Tuende Ulaya? Hapana. Tuzamie Ulaya au tuzamie au tufanye kama ile zamani walikuwa wanazamia South Africa, wanazamia Ulaya? Nchi imefunguka, uchumi upo, tunaona kweli kuna juhudi ambazo zinazochukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi inafunguka. Sasa kama nchi inafunguka, hizi fursa kwa nini wanakuja wageni tena kuzichukua? Yaani kwa nini nchi inafunguka alafu tunaruhusu tena wageni kuja kuchukua hizi fursa? Na sisi tumeelezea namna ambavyo mataifa makubwa ambavyo pia yanapokuwa yanaweka sera ambazo zinawacheza out tu wageni wakija kwenye nchi yao. Mfano mzuri tumekuwa tukizungumzia wa China, namna walivyotengenezwa. Wako hapa wanatusumbua kila kitu, tukienda kule kwao hakuna mtu anaweza kufanya biashara ndani ya nchi yao. Kwa hiyo sisi ndo tunataka serikali yetu basi ihakikishe kwamba inasimamia maslahi ya Watanzania kweli kweli. Sio janja janja. Hakuna mfanyabiashara hapa Kariakoo anataka mambo ya janja janja. Tunataka kweli tuone wafanyabiashara wanapata matokeo, biashara zao zinalindwa dhidi ya wavamizi, wanaweza kulipa kodi kwa mapana yake, lakini biashara zibaki chini ya mikono ya wazao. Wafanyabiashara mna mwakilishi yoyote bungeni? Kwa hiyo tumeona baadhi ya makundi walemavu wanamwakilishi, baadhi ya watu wengine wanawakilishi bungeni ambao wanawakilisha mambo. Nyinyi umezungumzia swala la bunge. Je, ni njia gani ambazo mtatumia kuwasilisha hoja zenu? Ninafikiri wabunge wengi kutoka, kwa mfano kama hapa Ilala tuko na Zungu ambaye ni speaker wa bunge, anafahamu kero yetu vizuri. Kwa hiyo sisi tunamwambia, kwa sababu sisi ni watu wake hapa na tumemchagua yeye kuweza kuwa pale, na anajua changamoto ambayo iliyoko hapa. Lakini sio tu hapa, sio Zungu tu, at least Msukuma, at least Kishimba na wengine ambao ni wafanyabiashara na maeneo mengine yote. Lakini hata kama sio wafanyabiashara, wao wanajua nini ambacho kinachotokea kwenye maeneo yao kule walipo. Wanajua kabisa kwamba kwenye maeneo yao kuna wageni wamevamia, wanachimba dhahabu, wanafuga mbuzi, wanatengeneza pikipiki kama huko Mbeya na kwingineko, wana maduka ya kawaida Moshi mjini pale. Na mimi nitawaambia hapo, kama mamlaka kama wanasikiliza ni uhamiaji waende maeneo ya Moshi mjini pale. Nasikia kuna Mchina amefungua restaurant pale maeneo ya stand floor ya kwanza. Waende wakatizame. Je, ni sahihi? Hakuna mangi pale Moshi ambaye ana uwezo wewe wa kufungua mgahawa akauza chips akauza nini? Sasa kama hatuweki sera za maksudi za kusaidia Watanzania, tutaendelea tunalalamikiana namna hii. Lazima kuwa kuna goodwill ya kisiasa ambayo ipo kweli kwa ajili ya kutaka kuweza kumsaidia Mtanzania. Kwa mfano sera isemaje, ambapo kwako wewe kama mfanyabiashara, msemaji wa wafanyabiashara, ambayo inaweza kawapa uwezo wafanyabiashara wa Tanzania, hasa Kariakoo na maeneo mengine kama hizo? Sasa kwenye kisera, hapa ndo eneo ambalo tunataka kuona kwamba linatekelezeka kweli kweli. Cha kwanza, tuliweka mapendekezo na wafanyabiashara. Tuna timu ya watu ambao wana brain nzuri. Na ni brain nzuri kweli kweli. Na mimi nataka niwahakikishie tu hapa Kariakoo hapa kuna mtu ambaye darasa la 7, kuna mtu ambaye hajakanyaga shule kabisa, kuna form 4 liver, kuna form 6 liver, kuna degree ya kwanza, kuna ya pili na kuna PhD na professor pia. Na kuna hapa lakini hapa kuna watu wanasoma mpaka university za Uingereza, Marekani, wako hapa. Sasa wako watu hapa wanasoma China na maeneo mengine, wako hapa ndani. Kwa tunapokuja kwenye swala la kisera na yale mambo tunayopendekeza, sio kwamba tunaota au tunafikiria tu kwamba ni kitu ambacho kinazuka. Hapana, tumesoma, tumefanya comparison na nchi nyingine na tunaona kwamba sera hii inatufaa. Sasa tunafanyaje? Kwanza, serikali kwenye biashara yoyote ambayo mgeni anakuja Tanzania, ni lazima ihakikishe kwamba wanaingilia kati. Kivipi? Kisera, kwamba bana, hizi biashara hauwezi kufanya kama hakuna Mtanzania katikati hapa, kama akapartner akawa naye mbele hapo. Na sio mtu aenda kokote Mtanzania huko amesoma mfanya biashara
amchukue nyaraka zake asitumie. Tunataka tuone kweli mtu ananufaika na pesa inabaki hapa. Juzi niliongelea swala la magari ya umeme. Nimeona yanaletwa hapa. Kiwanda kinajinasibu kinakuja hapa. Sasa hichi kiwanda kinapokuja hapa lazima, yani tunataka tuone baadhi ya vitu kwenye sera kwamba kuna watu ambao watanufaika kisera waje kwenye chamber ya commerce, chamber of commerce kwa mfano tunayo hapa, na sijui hata huwa wanafanya kitu gani. Angalau sisi jumuiya wafanya biashara tuna advocate sera, sheria, matatizo. Mimi na wenzetu wa chamber of business, chamber of commerce kwa hapa sijui ambao ndio mwakilishi ndio tukao tunamtafuta, wanaweza kawa mwakilishi wa wafanya biashara. Sasa sijui ana majukumu gani, ila anachotakiwa yeye ni kuhakikisha kwamba wageni wanaokuja hapa hawapati leseni, hawapati chochote kabla hawajafanywa interview. Na hatutaki mambo ya rushwa huko. Tunataka kweli mtu ambaye ana qualify. Akija humu ndani aulizwe ana biashara. Kila anachotaka kukifanya tunacho? Hatuna. Kama hatuna, hatuwezi kukifanya tu. Labda hatuwezi. Hata kama hatuwezi, basi lazima mtu wetu Mtanzania awepo hapo, awe part and parcel ya biashara ili kuhakikisha kwamba baadhi ya fedha zinabaki nchini. Sawa. Kama tunaweza, hatutakiwi kuhitaji, kwani tunatengenezana competition kwenye jambo wenyewe kwa wenyewe au dhidi ya wageni na tunaharibu uchumi wetu wenyewe. Lakini nimeona serikali namna inapo interpret hawa watu ambao wanasema ni wawekezaji. My friend, mwekezaji gani anakuja Tanzania leo anasema anafungua kampuni, anafanya initiative ya mtaji let's say $100,000 ndio initial capital yake, alafu mwezi hujaisha anafanya transfer ya millions of money kwenda nje. Huyo amekuja kuchukua pesa, ameleta pesa. Maana yake amekuja kuchukua pesa. Lakini pia tuangalie kwenye vitu vidogo vidogo kama mazao. Tunauza mazao nje, korosho, mbaazi, maembe, parachichi. Wakenya wanakuja wananunua hapa, wanapiga transfer, alafu dola wanarudisha kwenye nchi yao. Haya ni maeneo ambayo lazima tuhakikishe tunayabana. Kwa sababu kama mimi Mtanzania nitachukua $20,000 leo hii nikanunua korosho, nikazi transfer, nikazipeleka za Uchina, Malaysia au kwingineko kwenye soko, zikarudi $40,000 hapa. Nini kinachotokea? Mtazamaji, nipo na Kanje, msemaji wa wafanyabiashara wa Kariakoo. Tupo katika kipindi cha Hali Halisi. Twende break, turejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu siku ya leo. Mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Hali Halisi kutoka hapa Tumaini TV. Kama nilivyokuambia hapo awali na kama unajiunga hivi sasa, nipo na msemaji wa wafanyabiashara Kariakoo, Kanje. Tuko naye hapa tukizungumza masuala mbalimbali kuhusiana na wafanyabiashara Kariakoo. Nature ya wafanyabiashara za usiku Dar es Salaam. Tunaona bar, club za burudani na biashara ndogo ndogo. Vipi katika ufanyaji wa biashara tangu ulipoamriwa, tangu ulipozinduliwa kwa masaa 24 katika eneo la Kariakoo? Eneo la Kariakoo kwa kipindi cha muda mrefu kumekuwa na biashara zinafanyika usiku, ila sio biashara zote. Kwa hiyo ile idea ya mkuu wa mkoa ilikuwa ni kuchagiza na kuona sasa kama wafanyabiashara wanaweza wakafanya biashara masaa 24 au wakati wao wanaondoka Chinga waingie wafanye biashara, kwa sababu tukienda China kule japo sio kwa mapana hivyo, kuna soko, kuna night market zile. Watu wanakuwa wanauza bidhaa zao, lakini sio kwa ukubwa hivyo, kwa udogo. Sasa zinakuwepo, watu wanashusha mzigo usiku, kuna cash inaendelea pale. Tamlipa manispato, alipa vibega na watu wengine. Lakini kuna watu wanaingia kutoka maeneo mbalimbali, wanaingia kwenye hoteli, watakula, watalala, watafanyaje.
maana yake kuna biashara inaendelea kufanyika. Lakini kuna magari yanaingiza vyakula usiku sawa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa, maji pamoja na vitu vingine. Kwa ipo bado biashara inafanyika, ila sio katika ule muktadha ambao sasa watu wanachukulia nje kwamba wakija watakuta maduka yote yako wazi kama ilivyo kwa mchana. Hapana. Kwa kifupi naweza nikasema. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi fulani. Kwa kidogo, kwa kifupi. Uwiano wa wafanyabiashara wakubwa, wadogo na wakati katika ukuaji katika eneo hili la Kariakoo au kwa wafanyabiashara Kariakoo, wao wanatazamaje? Watu wanakuwa katika biashara zao? Kwa sababu umesema hapo kuna mtu darasa 7, kuna mwingine hajasoma, kuna mwingine ana degree. Je, hawa watu ndani ya kipindi cha miaka 5 wanakuwa? Unajua, kwenye swala la biashara kama ilivyo maeneo mengine, limebebwa sana na msukumo wa mtu binafsi. Haijalishi upo kwenye level gani kwa wakati huu, lakini jambo ambalo liko binafsi sana, kutokana na struggle zako, kutokana na mindset yako, kutokana na namna ambavyo unavyojipanga vile. Ni kweli wapo watu ambao walikuwa mawinga, leo hii wana maduka. Wako watu ambao walikuwa ni machinga, leo hii wana maduka. Wako watu walikuwa wana maduka, lakini leo hii wana makampuni na wanaweza kufanya tenda kubwa mbalimbali. Lakini wako watu walikuwa matajiri na wamefilisika pia. Wako wamefilisika kwa sababu gani? Mazingira. Ukiangalia kwa sasa hivi tumekabwa na wageni. Mimi kama mfanyabiashara na mamizigo yananichukua time kweli kuyasukuma kuyapeleka kwa wateja. Kwa sababu gani? Nimewekewa competition. Na serikali yangu mimi imeruhusu wageni kuingiza mabidhaa kwenye nchi yangu, ambao mimi nilikuwa naenda kwenye viwanda naleta hapa. Wamekuja wameomba leseni, wamewaruhusu wanauza hivyo vitu. Kigezo kodi. Sasa hatuwezi kuwa na hii mentality, hatuwezi kuwa na hii mindset ya kodi tu. Yani serikali haiwezi kuwa na mindset ya kodi tu, kwamba kodi bandarini, lakini ukweli ni kwamba watu hawalipi kodi. Sio wenyewe wanajua, sio wanatafuta, sio wanaona hawalipi kodi. Sasa kama hawalipi kodi, mwisho wa siku halipi kodi, anapakia mizigo yake huko China, akija hapa anachukua pesa kwenye mikono ya Tanzania kwa ajili ya kuomba kutoa ili wauze bidhaa kwa bei ya kutupa. At the same time huyu mtu haonyeshi namna fedha zake zinavyopita benki na kwingineko, wanajua namna wenyewe wanavyobadilishana. Sasa mimi Mtanzania leo hii ambaye ndo niko hapa, ningeuza hivi vitu ni benefit. Nijenge hata kaloji, nijenge hata sui ka shule au kanini, fedha zibaki kwenye uchumi wa nchi yangu. Niajiri watu 4-5, nipunguze hali ya wizi mtaani. Ninadhibitiwa na mgeni. Ni kama wafanyabiashara mnatumia mbinu gani katika kupambana na hilo, kuhakikisha sasa mnakuwa kwenye njia nzuri? Sasa sisi tutapambanaje zaidi ya kuiambia serikali kwamba kwa sababu yeye ndo serikali ndo ana polisi, ana mahakama, ana kila kitu. Mmekuwa mkitoa hizo taarifa? Sisi tunaambia kila siku kwamba bana, na uzuri kuna watu wengine wana ujasiri labda pengine kama mimi, na wanasema moja kwa moja kwamba kinachofanyika sicho sahihi na watu hawataki kuona namna kinavyokwenda. Hatuwezi kuwa na mentality ya kodi tu akati wa Tanzania wanaumia, kwa sababu nchi si ya watu wote. Sasa kama kundi moja linaumizwa, kwa nini hatua zisichukuliwe ili kundi liweze kuwa salama, liweze kupambana na liweze kulipa kodi? Kwa linapokuja swala la uzawa, mindset hii, mentality ya kodi tu haiwezi kawa ndo jawabu. Yani haiwezi kuwa kwamba eti kwamba huyu mtu fulani analipa kodi. Nafikiri labda angekuwa analeta ujuzi, ingewezekana weka kodi hata Tanzania sisi tunalipa, tena pengine tunalipa kuliko, kwa sababu hawa ndugu zetu kama nilivyosema hawaleti pesa, wanapakia mizigo tu wanaleta. Wanachukua hela kwenye mikono wa Tanzania wanarudisha kwao. Zaine ina gani ya uwekezaji? Hiyo sio aina ya uwekezaji. Bila shaka serikali iliangalia eneo hili kwa uzuri zaidi. Kanje, bila shaka nyinyi wafanyabiashara kwa mfano mko wangapi kwa idadi yenu ambao wamejiunga kwenye chama chenu kwa Kariakoo? Kwa ujumla ukiangalia kwa takwimu za serikali, kama nitakuwa nipo sahihi kwa ukubwa, maana yake ni kwamba Kariakoo ina leseni takriban 40,000 mpaka 50,000 leseni ndani ya Kariakoo. Hizo ni leseni ambazo zipo ndani ya ziko hai ndani ya Kariakoo. Lakini kwa takwimu zinaonyesha kuna takriban watu 500,000 labda pengine wanaingia na kutoka Kariakoo kila siku yenda kwa Mungu. Kwa hiyo hapa sio eneo dogo. Nimebahatika kutembea, naenda Turuki na East Africa na masoko makubwa China. Soko kubwa kabisa China la hiyo lina maduka takriban 100,000.
tunaongelea dunia ya kwanza, mahali ambapo watu wengi wanakwenda kununua. Sawa. Ukija Tanzania na Afrika Mashariki na Kati, tuna Kariakoo ambayo ina wafanyabiashara takriban 50,000 wenye TIN number na wanaolipa kodi ndani. Kwa ni soko kubwa kweli ambalo hatupaswi kulipuuza, lakini wakati mwingine watu wanakuwa na hofu labda si Tanzania imejiposition katika namna gani, katika eneo gani. Mimi ambacho ningeweza kusema ni kwamba Tanzania haikwepeki katika uchumi huu wa Afrika Mashariki na sehemu nyingine. Sasa sisi tukiweka sera zetu ambazo zinazowafavor wa Tanzania, nani ataikwepa Tanzania? Unaikwepa unaenda wapi? Tunaweka utaratibu, tunasema kwamba hatutaki ulete mzigo hapa, mzigo utaletwa na Mtanzania, na Mtanzania ana cover. Huyu mtu yuko Malawi pale, yuko hapa, si atakuja kununua aondoke. Huyu mtu ambaye anachukua kopa yake kutoka Zambia anatakiwa kuipitisha, si ataitoa kopa ya Zambia ipitisha irudishwe kwa anapoenda. Kwa ifike mahali serikali iangalie iko mapana yake, tuache mambo ya uoga ya kuogopa wageni. Tulishavuka kwenye hiyo stage ya kuogopa watu. Tuweke sera ambazo kweli zinamlinda Mtanzania. Bwana Kanje, kuna mfumo wa serikali ambao upo kielektroniki ambao unawafavor nyinyi kama wafanyabiashara, nikizungumzia kama kupata hati za malipo kwa haraka, lakini pia udhibiti wa majanga, elimu ya bima na hata fursa za mikopo. So ukitizama ni kwamba zipo hatua ambazo zinachukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba mifumo ya kielektroniki inafanya kazi. Kwa mfano hiyo kulipa, kama mimi mara nyingi kusema kweli kwenye makadirio huwasifiki hata TRA. Kwa natumiwa tu control number, ninalipa juu kwa juu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ipo mifumo ambayo inarahisisha, lakini swala la utoaji taarifa za majanga bado tunatumia mitandao ya wenzetu ambao inaweza kuwa ni WhatsApp, Facebook au nini. Kwa zile taarifa zinapoonekana, basi wakati mwingine huchukuliwa na kupelekwa maeneo husika kwa ajili ya kufanyiwa kazi. TRA na wafanyabiashara, serikali inatamani TRA iwe kama ni rafiki wa wafanyabiashara, lakini pia wakati mwingine wafanyabiashara wamekuwa wakilalamikia sana TRA. Mfumo wa ukusanyaji wa kodi kwa TRA ni rafiki kwenu? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna ile mko mkizungumza kutozwa kodi mara mbili, kwamba bandarini unatozwa, ukija huku pia unatozwa. Vipi hili? Bado kuna mahali ambapo tumeimprove, lazima tuwe kweli kama jumuiya. Kuna mahali ambapo tumeimprove na kuna mahali ambapo bado tuna kero na serikali. Kwa mfano kwenye swala la customs, mizigo inayotoka forodha, bado tuna changamoto kwa sababu tumekuwa tukilalamikia kwa muda mrefu. Tulipeleka malalamiko yetu kwa Mheshimiwa Commissioner, General Commissioner wa TRA, iliweza kufanyia kazi, lakini swala la forodha bado kuna changamoto. Kuna taasisi nyingi ziko pale, nimeona juzi kuna taasisi nyingine tena imeingia kati, inaitwa FCC. Mara kwanza alikuwa TBS, alikuwa sui nani, sasa hivi ameingia tena, alikuwa Brela, sasa hivi ameingia tena FCC. Kwa hiyo bado wafanyabiashara kwenye upande wa forodha, badala ya kupunguziwa mzigo, ninaona kwamba kuna mzigo unaongezeka. Kwa kweli kwenye forodha bado tuna changamoto. Kwa lazima tukae tuone namna gani ambapo tunaweza kutatua swala la kodi kwa upande wa forodha. Bado mambo hayajanyoka. Badala kupungua zinaongezeka. Kwa sababu kile unapomuingiza taasisi pale, naye akija ana impose kodi yake. Kila anayekuja ana impose kodi yake. Kwa bado tuna changamoto. Kwa upande wa ndani, especially kwa sisi watu wa Kariakoo hapa, tumekuwa na position nzuri na TRA kwa sababu mara nyingi tunajadiliana. Kuna swala lote tunajadiliana. Tunashirikiana na kuona namna gani kama kuna changamoto tunazungumza na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukawafikia watu wakalipa kodi bila kusumbuana, bila kukamatana. Kwa sababu mara ya kwanza kulikuwa kuna ile kamata tukaambia tukienda hivi watu hawafanyi biashara kwa amani. Ile amani ya ufanyaji biashara inakuwa inatoweka, lakini tukienda kwa kusikilizana, maana yake ni kwamba biashara itafanyika. Na kwa hapa ndani kwa Kariakoo kwa kiwango fulani tumefanikisha hilo, japo bado kuna changamoto kwa upande wa manispaa. Kwa sababu kuna kodi ya wanasema ni kodi ya ongezeko la no sio kodi ya ongezeko la thamani. Manispaa kuna kodi watu tunachajua inaitwaje? Service levy. Sasa ile kodi ya mkoloni kweli kweli. Sasa tunaambiwa tunachangia ni huduma. Service levy ni kodi ya huduma. Sasa huduma ipi?
ndo ambao tunajiuliza huduma gani, kwa sababu kama ni taka tunalipa sisi wenyewe, kama ni umeme tunalipa, kama sio ni maji taka zipo, fire tunalipa. Je, kwani hawajawahi kutoa elimu kuhusiana na service levy? Hawana fact za kutosha, kwa sababu kodi lazima ijulikane ni kodi ya nini, kodi ya huduma ipi ambayo inatozwa haifahamiki vizuri. Kwa kuna hizo kodi lazima tuone. Sasa tunafika mahali tunaachana nazo. Kama swala ni kodi, hebu basi wa impose kitu ambacho kinachoeleweka. Yaani tunajua sasa tunalipa kodi kwa sababu fulani. Mbona tunalipa kodi kwa ajili ya umeme? Warea tunalipa kodi kwa ajili ya treni, tunalipa kodi sio kwa kitu gani? Na sasa hivi naona kwenye magari wameweka kodi ya ukimwi. Inajulikana nayo inakwenda kusaidia watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa hii kodi ya huduma ni kodi gani? Hiyo ndo inayoleta shida. Lakini hapa kwingine kuna namna ambapo tunaenda vizuri, lakini customs bado kuna changamoto. Bila shaka watakuwa wamelisikia. Kwa kumalizia kwamba mmesema mpo takriban wafanyabiashara 50,000 mnakwenda. Katika umoja wenu mmekuwa mkichangishana pesa kwa ajili ya kikundi, kwa ajili ya huo umoja kwenye shughuli zenu mbalimbali. Lakini je, kwa pesa ambayo mnakusanya kwenye huo umoja wenu, hamjawahi kufikiria kufungua benki ili mkaweza kuwaendeleza wafanyabiashara wengine? Kama jumuiya unajua kwanza hatuwezi kufanya mambo yote, lakini pia hatuwezi kupuuza wazo la kufanya jambo fulani. Kwa tunaachiana uwanja, tuna space. Tunafanya kazi na mabenki mbalimbali kwa kushirikiana kwa namna tofauti, lakini ni kweli kwamba wanajumuiya wetu kwa kiasi fulani huwa wanachangia fedha ambazo zinasaidia kulipa gharama ya ofisi mahali ambapo tulipopangisha, lakini zinalipa wafanyakazi wachache wa jumuiya ambao wapo, sio viongozi. Si viongozi wanafanya kazi 100% kwa kujitolea, kwa sababu kwenye jamii ya watu hapa Kariakoo, maana yake ni kwamba pamoja na kwamba tuna biashara pana pale, tumejitolea kwa sehemu ya uongozi wa jumuiya na kuwakilisha kero za wananchi. Kwa hiyo hakuna hata shilingi moja tunaolipwa, ila wapo wafanyakazi wachache wa ofisi wanaolipwa, wale wanaokaa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli za jumuiya zinakwenda barabara. Swala la banki hatujawahi kuwa na mtazamo huo. Kwa sasa tunashirikiana na mabenki yaliyopo. Kama mbeleni wanajumuiya wakiona ni wazo ambalo lina tija kwao, tunaweza tukalipokea na kuona namna gani ambayo tunavyoweza kulifanyia kazi. Lakini kwa sasa tunashirikiana na mabenki yaliyopo sokoni. Mtazamaji, kufikia hapa mimi sina la ziada katika kipindi hiki cha Hali Halisi. Tulikuwa na Kanje, msemaji wa wafanyabiashara wa Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Jumanne Shaban Juma. Mpaka wiki ijayo. Hali Halisi.